Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Hakuna aliyegundua siku ambayo jiji la Ravenbrook, Texas lilianza kufa. Ilianza kwa habari ndogo kwenye televisheni za asubuhi, taarifa fupi tu kuhusu wagonjwa kadhaa waliolazwa katika Mercy General Hospital wakiwa na homa kali isiyoeleweka, kifafa cha ghafla na tabia ya kushambulia wauguzi. Watu wengi hawakutilia maanani. Marekani ilikuwa imezoea majanga, virusi, vimbunga, mashambulizi. Kila kitu kilionekana kupita, lakini safari hii haikuwa kama zile nyingine. Daniel Carter alikuwa fundi wa umeme mwenye maisha ya kawaida. Aliishi kwenye nyumba ya mbao katika kitongoji cha West Hollow pamoja na mke wake Emily na binti yao wa miaka 7, Sophie. Usiku wa tukio, Daniel alikuwa ametoka kazini akiwa amechoka, lakini alifurahia amani ya familia yake. Televisheni ilikuwa imewashwa sebuleni, ikionyesha taarifa za moja kwa moja kutoka hospitalini. Kamera zilionyesha madirisha yaliyovunjika na watu wakikimbia. Ni fujo tu, Daniel alisema, akijaribu kutuliza hofu iliyokuwa ikianza kuingia moyoni mwa Emily. Labda mtu alichanganyikiwa. Lakini kabla hawajamaliza mazungumzo, simu ya Daniel ililia. Ilikuwa ni rafiki yake, Mark Reynolds, afisa wa polisi wa Ravenbrook. "Dan, kaa ndani," Mark alisema kwa sauti iliyotikiswa na kelele za nyuma. "Kuna kitu kibaya kinaendelea. Watu hawa hawaishi kawaida. Risasi kifuani hazifanyi kazi." Daniel alinyamaza. "Unamaanisha nini?" Lakini simu ilikatika kwa ghafla. Dakika chache baadaye, umeme katika West Hollow ulizimika. Nyumba zote zikazama gizani. Kelele za mbali zikaanza kusikika, vilio, milio ya bunduki na sauti za ajabu za miguno zisizo za kibinadamu. Emily alimkumbatia Sophie. Daniel alienda dirishani. Mwanga wa moto ulionekana mbali barabarani. Kisha akaona mtu akitembea kwa kuyumba katikati ya barabara. Ilikuwa jirani yao, Mr. Whittaker, mzee aliyekuwa akiwapa peremende kila Halloween. Lakini sasa uso wake ulikuwa umechanika vibaya, damu ikitiririka shingoni mwake. Alisimama chini ya taa iliyokuwa bado inawaka kwa shida, kisha akageuka polepole kuelekea nyumba ya Carter. Alianza kugonga mlango wa mbele, polepole, kwa uvumilivu wa kutisha. Daniel alichukua bunduki yake ya uvindi aliyokuwa akiitumia msimu wa deer hunting. "Mpanda juu," aliwaambia. "Mfungieni chumbani." Lakini kabla hawajafika juu ya ngazi, dirisha la sebuleni lilipasuka kwa kishindo. Mikono iliyokuwa imejaa damu iliingia ndani, ikijaribu kushika chochote kilicho hai. Wengine walionekana nyuma yake, jirani waliowafahamu, sasa wakiwa wamegeuka kuwa kitu kingine. Daniel alifyatua risasi. Mwili wa Mr. Whittaker ulirushwa nyuma, lakini aliinuka tena. Daniel alifyatua risasi ya pili, akimpiga kichwani. Ndipo akaanguka na kubaki kimya. Lakini wengine walikuwa wanakuja. Daniel aliwaongoza Emily na Sophie kupitia mlango wa nyuma hadi garini. West Hollow ilikuwa imegeuka kuzimu. Nyumba zilikuwa zinawaka moto. Watu walikuwa wanakimbia kila upande, wengine wakishambuliwa na wale waliokuwa wamekufa lakini bado wanatembea. Walipoingia kwenye barabara kuu ya kuelekea katikati ya Ravenbrook, walikuta msongamano mkubwa wa magari. Ajali zilikuwa kila mahali. Zombies walikuwa wanavunja vioo, wakivuta watu nje na kuwalaa katikati ya barabara. "Geuza!" Emily alipiga kelele. Daniel aligeuza kuelekea upande wa mashambani, akiamini kuwa nje ya jiji kutakuwa salama. Lakini hata huko hali haikuwa bora. Helikopta za kijeshi zilikuwa zinapita juu yao, zikitoa matangazo kupitia vipazao sauti. "Kaeni majumbani, epukani kuumwa, serikali inachukua hatua." Lakini hatua hizo zilionekana kuchelewa. Walipofika kwenye kituo cha mafuta kilichoachwa karibu na mji mdogo wa Brookfield, walikutana na wanusuru wachache waliokuwa wamejificha. Miongoni mwao alikuwa Sarah Collins, daktari wa Mercy General, na Jake Turner,
mwanajeshi wa uzamani aliyekuwa amebeba bunduki ya assault. Hii si homa, Sarah alisema kwa macho yaliyojaa hofu. Ni maambukizi ya newa. Ukiumwa, ndani ya saa moja unakufa, halafu unaamka tena. Unaamka? Emily aliuliza kwa sauti dhaifu. Lakini si wewe tena, Jake aliongeza kwa sauti ngumu. Na njia ya pekee ya kuwazuia ni kuharibu ubongo. Usiku wa tukio walijificha ndani ya kituo cha mafuta, lakini giza halikuleta amani. Miguno ilianza kusikika nje. Kwanza mmoja, halafu wengi. Walikuwa wamevutiwa na sauti ya injini ya gari. Zombies walivunja milango kwa nguvu isiyo ya kawaida. Mapigano yakaanza. Jake alipigana kwa ustadi, akiwapiga risasi kichwani kwa utulivu wa kijeshi. Daniel alilinda familia yake kwa hofu iliyochanganyika na hasira. Lakini walikuwa wengi sana. Walikimbia kupitia mlango wa nyuma hadi kwenye misitu ya Texas. Nyuma yao, kituo cha mafuta kililipuka, mwanga wa moto ukichora vivuli vya miili inayotembea. Siku 3 baadaye, redio zote zilinyamaza. Serikali ilionekana imeanguka. Miji mikubwa kama Houston na Dallas iliripotiwa kushambuliwa. Marekani ilianza kupoteza sauti yake. Walijificha kwenye nyumba ya shambani iliyoachwa karibu na mpaka wa Oklahoma. Kwa muda mfupi walipata utulivu wa uongo, lakini zombies hawakuwa wale wa mwanzo. Baadhi yao walikuwa wanakimbia, wengine walionekana kushambulia kwa makundi kwa mpangilio fulani wa kikatili. Sophie alianza kuota ndoto za kutisha kila usiku. Miguno ilikuwa ikimfuata hata usingizini. Kisha siku moja waliona kitu kilichowafanya watambue ukweli mbaya zaidi. Kundi kubwa la zombies lilikuwa linaelekea kaskazini, kana kwamba linafuata harufu au sauti ambayo binadamu hawakuwa zisikia. Wanaelekea miji mingine, Sarah alisema kwa macho yaliyojaa hofu. Hii haitabaki Texas tu. Na hakika, ndani ya wiki moja, dunia yote ilionekana kuanguka kimya kimya. Lakini maafa halisi yalikuja wakati Daniel aliumwa. Ilikuwa jioni ya baridi. Walikuwa wanakusanya chakula kutoka ghalala la zamani. Zombi mmoja aliyekuwa amejificha gizani alimrukia Daniel na kumngata bega kabla Jake hajampiga risasi kichwani. Daniel aliangalia damu yake mwenyewe ikitiririka. Hakuna aliyesema neno dakika mingine. Emily alianza kulia pole pole. Bado nina muda, Daniel alisema kwa sauti inayotetemeka. Nisaidie niwafikirizie mbali. Walisafiri usiku note hadi walipofika kilimani palioangalia mabaki ya mji wa Tulsa. Moto ulikuwa bado unaunguza anga. Marekani haikuonekana tena kama taifa. Ilikuwa ni kaburi kubwa la miji iliyokufa. Daniel alibadilika asubuhi ilipokaribia. Misipa ilijitokeza shingoni. Macho yake yakaanza kupoteza rangi. Alimkumbatia Sophie kwa mara ya mwisho. Daddy loves you, alinong'oneza. Emily alishika bunduki kwa mikono iliyokuwa inatetemeka. Hakuwa kana kupumua, lakini alijua hikuwa na mchaguo. Risasi moja ilisikika katika ukimilivu wa alfajiri. Mwili wa Daniel ulianguka kimya. Jake alisimama pembeni, uso wake ngumu, lakini macho yake yakiwa njaa ya huzuni. Walimzika mwili wake chini ya mti uliokauka, bila msalaba, bila jina. Waliendelea kusafiri, lakini matumaini yalikuwa yamekufa naye. Kila mji waliopita ulikuwa umegeuka kuwa kivuli cha zamani. Chicago, Denver, hata Los Angeles, sauti za redio zilithibitisha kuwa hakuna mahali palipobaki salama. Mwishowe, walifika kwenye pwani ya California. Bahari ilikuwa tulivu, kana kwamba haikujali kilichotokea duniani. Lakini nyuma yao, kwenye barabara iliyojaa magari yaliyotelekezwa, makundi yasiyo na mwisho la zombies yalikuwa yakikaribia. Hakukuwa na meli ya kuwaokoa, hakukuwa na jeshi la kuwasaidia. Kulikuwa tu na upepo wa bahari na miguno ya waliokufa wanaotembea. Emily alimshika Sophie mkono. Jake alibaki nyuma akijitolea kuwazuia kwa muda, lakini hata risasi zake zilikuwa chache. Sauti za milio zilipungua pole pole hadi zikanyamaza. Emily aligeuka. Jake hakuonekana tena, na mbele yao kulikuwa na bahari isiyo na mwisho. Nyuma yao, Marekani yote ilikuwa imegeuka kuwa jiji moja kubwa la fuu. Na kadri jua lilivyozama kwenye upepo wa bahari, silueti za zombies zilijaza ufuku mzima. Dunia haikuanguka kwa mlipuko mkubwa.
ilianguka kwa miguno pole pole, kwa njaa isiyoisha, kwa kimelivu kisilo na matumaini. Na hivyo Marekani ikawa milele Zombie City. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.